langu linaingiliana kweli. Ni ujumbe ambao tangu ninaupata na upiga vipande. Jumapili nilihubiri hapa, basi hivyo tena na leo mazingira ni haya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hebu nifungulie Biblia yako vizuri. Nifungulie Biblia yako kwenye kitabu kile cha Mwanzo. Leo tutasoma maandiko ufululizo. Haya maandiko yote ufululizo. Tutasoma kwenye kitabu kile cha Zaburi, Mwanzo 37:5 mpaka 8, alafu na Mwanzo tena 37:18 mpaka 22. Alafu na Mwanzo 41:28 mpaka 36. Alafu na Mwanzo 41:37 mpaka 40. Mwanzo 41:37 mpaka 40. Tutasoma haya maandiko mfululizo. Alafu mimi nitahubiri kidogo. Sema amen. Amina. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ushafungua tayari? Amen. Amen. Basi kama umefungua kitabu cha Mwanzo sura ya 37 mstari wa 5 hadi wa 8. Ndio. Yusufu akaota ndoto. Ndio. Akawapa ndugu zake habari. Nao wakazidi kumchukia. Akawaambia, tafadhalini sikieni ndoto hii ninayoiota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani. Kumbe mganda wangu kaondoka. Ukasimama. Na ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi? Nawe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto zake na kwa maneno yake. 18 hadi 22 anasema, wakamwona toka mbali Yusufu, na kabla hawajakaribia Yusufu, wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Wakasemezana wao kwa wao. Tazama yule bwana ndoto anakuja. Haya twende tukamuue na kumtupa katika birika moja wapo. Nasi tutasema nyama mkali amemla. Kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. 41. Sikiliza vizuri. Sikiliza vizuri. Kuanzia ule mstari wa 28 ndio hadi 30. Anasema, ndivyo nilivyomwambia Farao ya kwamba Mungu amemwonyesha Farao atakayofanya hivi karibuni. Tazama miaka 7 ya shibe inakuja.
na wakusanye chakula chote cha miaka hii, miema ijayo, na akaweke akiba ya nafaka mikononi mwa Farao, wakakilinde chakula katika miji, na hicho chakula kitakuwa akiba ya nchi kwa ajili ya miaka hiyo 7 ya njaa. Sura 41 mstari wa 37 hadi ule mstari wa 40. Anasema neno hilo litakuwa jema. Narudia, neno hilo likawa jema machoni pa Farao na machoni pa watumwa wote. Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha yoyote, hapana mtu mwenye akili na hekima kama wewe. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu, na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Hilo ndilo neno la Bwana. Pigie makofi huyu katibu wakati akiwa amesoma namna hiyo. Haleluya. Katibu nimsumbue kwenye mstari ile sura ya pili au niseme andiko la pili baada ya lile lililosoma lililofuata. Nirudie tena pale 37 na kuanzia mstari wa 28. ndio Mstari wa 18 ndio anasemaje? Kabla hawajamkaribia wakafanya shauri juu yao ili waamue Semezana wao kwa wao. Tazama yule bwana ndoto anakuja. haya twende kamuue na kumtupa birika mojawapo. Tukasema nyama mkali amemla, kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. Rubeni akasikia, akamwokoa katika mikono yao. Akasema tusimuue. Akawaambia, Tusimwage damu. mpeni katika birika hili Lililopo nyikani. wala msimguse, ili apate kuokoa katika mikono yao. Akamrudishe kwa baba yake. Haleluya tena. Bwana Yesu apewe sifa. Ninao muda mchache wa kuwepo hapa nikihubiri. Akili zetu zirudi hapa. Haleluya. Ninazo dakika chache sana za kusema na wewe katikati ya mazingira haya, lakini ninachotaka nikwambie wewe ni mtu wa Mungu. Haleluya. Mwambie jirani yako wewe ni mtu wa Mungu. Sema tena wewe ni mwana wa Mungu. Tikisa kwa sauti ya Mungu, sema wewe ni mwana wa Mungu. Sijasikia bado sauti yako, nataka uwe vikali kama mhubiri wako. Wewe ni mwana wa Mungu. Sema tena wewe ni mwana wa Mungu. Nataka wakuchimie utibukie, watatibukia wenyewe. Eleza kwa sauti, eleza tena. Sema tena kwa sauti. Zungumza ikuingie, ndio hadi ya soma leo. Kuna mtu amelezeka
tumerudi chekechea. Tumerudi kwa muda tumeenda chekechea kabisa. Yaani haleluya. Haleluya. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya neema ambayo Mungu ni hai umeifunua ndani yetu kwa jina la Yesu. Asante kwa ajili ya majira haya ambayo Mungu umetupa ili tuweze kusimama na kusikia habari njema. Ninabariki jina lako kwa ajili ya habari hizi njema. Naomba Roho wa Bwana achilia neema yako katikati ya majira ambayo mtoto wako niko kwenye madhabahu. Naenda kusema na wana wako hivi sasa. Naomba Roho wa Bwana nitumie kama chombo, watu wako wakuelewe katika jina la Yesu, na wasimame ipasavyo kusimama katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sema tena amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Nataka nizungumzie shimo walilokuchimbia watatu. Watu wanajadili kumuua mtu. Wasema yule mwana ndoto wakamuona toka mbali. Yule mwana ndoto wakamuona toka mbali. Na walipomuona toka mbali, nitakupeleka pale ili unashangilia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Haleluya. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Amen. Nataka nikwambie kwamba wakati watu wanajipanga mabaya juu yako kwa kuwa umeunganishwa na jina la Kristo, mbinguni kuna vitu vinasoma kwa ajili yako. Hakuna vitu ambavyo vimetengenezwa saa hii ambavyo wafanya biashara ya usafirishaji huwa wanavifunga kwenye vyombo vyao. Na vile vitu vinaitwaje katibu? GPS. Haleluya. Wanasoma GPS. GPS hii ni chombo kinachofungwa kwenye chombo